Bismillahirrahmanirrahim. Miongoni wa miujiza mikubwa ambayo amekuja nayo mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam basi ni Qur'ani tukufu, kitabu ambacho hakifanani na chochote katika ubainifu wake wa mambo tokea sharia, hukumu na visa vya kale vya nyumati zilizopita. Wajabu huu wa kitabu hiki chenye takriban miaka zaidi ya 1446 iliyopita unadhihirika hivi sasa, kwani jamii somi na inayoitwa iliyostaarabika kila uchao inagundua mapya yaliomo au kuamrishwa tokea kale. Basi jawabu la pekee ni kwamba kitabu hiki kinakwenda na wakati, hakijapitwa na wakati kama wasemavyo wasio na mazingatio eti cha mambo ya zamani. Wachambuzi na wafasiri wanafahamu na elimu yake wanaifanyia kazi. Ukweli ni kwamba dunia na mazingira yake yanavyobadilika, basi si hitamu ya elimu iliyomo kwenye kitabu hiki adhimu. Basi na tukisome, kwani mfumo wa maisha yote na mabadiliko yake ya juzi, jana, leo na hapo kesho yamo tayari. Qur'ani si kitabu cha kupitiwa kisha kingojewe chengine kitakachokipiku, bali maelfu ya magazeti na vitabu vitungwavyo na wanadamu vinaendelea kukopi tu kila kukicha. Si maneno ya kubuniwa au yaliyotungwa na mwanadamu wala jini, na ni ushahidi kwamba Allah ndiyo kitabu chake, na kupitia mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam aya zake zikashushwa kwa taratibu maalum ndani ya matukio ya miaka 23. Qur'ani, baadhi ya aya zilizomo zilishukia Makka na nyingine katika mji wa Madina. Hasara ya wengi wetu ni kutopa